asante kwa kuendelea kubaki nasi, na sasa tunaendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara. Imeelezwa mabadiliko ya tabia nchi yanayoendelea hapa nchini yamekuwa yakimsababishia mkulima kupata hasara ya mazao, hivyo kushauriwa kutumia kilimo cha ekolojia kuweza kusaidia kupambana na hasara hizo zinazomfikia mkulima. Mwanahabari wetu Jimmy Magele anatueleza. Ni ziara ya waandishi wa habari za kilimo wakiwa mkoani Arusha kwa uratibu wa shirika lisilo la kiserikali za Island of Peace. Wameweza kuwatembelea wakulima mbalimbali, ambapo wakulima hao wamedai mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha kupata hasara kwenye kilimo, hivyo kilimo cha ekolojia kimeweza kumsaidia mkulima kupata faida. Kwanza kwenye kuhudumia shamba langu limekuwa rahisi, kwa sababu katika kilimo hichi cha ekolojia, kwa kutumia tu samadi nimeweza kuiondoa ugonjwa wa sumbukuku kwenye udongo. Akiongea na waandishi wa habari juu ya mafanikio ya wakulima wanaotumia kilimo ekolojia kupitia mradi wa kilimo endelevu, msimamizi wa miradi kutoka shirika la Island of Peace Linda Temba amesema wameweza kuwafikia wakulima 1500 kupitia vikundi 42 kwenye vijiji 20. Lengo letu kama shirika na wadau tunaofanya nao kazi imekuwa ni kuwasaidia wakulima katika hivi vikundi kuweza kutumia mbinu rafiki katika mazingira yao ambazo sisi tunatumia. Naye mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi ya halmashauri ya wilaya ya Arusha, Robert Urassa, amesema serikali imeendelea kuwasaidia wakulima ambao wanatumia kilimo ekolojia waweze kuzalisha kwa tija. Kama tunavyojua, serikali pia haiko nyuma kwenye kuhakikisha kwamba kilimo ekolojia kinakuwa ni kilimo kinachotegemewa na wakulima wengi kwa sasa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema serikali ya Tanzania inaendelea kusimamia utekelezaji wa huduma za bima katika miradi mbalimbali ya biashara na uwekezaji nchini, ikiwa ni sehemu ya mwongozo sheria za huduma za bima za Tanzania pamoja na zile za huduma za bima barani Afrika. Tupate undani wa taarifa hii. Akifungua mkutano wa shirika la bima la maendeleo ya biashara na uwekezaji barani Afrika ATIDI uliolenga kuimarisha utoaji wa huduma za bima kwa wawekezaji, Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amesema serikali inakusudia kufanya mapinduzi makubwa ya kiuchumi kupitia utoaji wa huduma za bima katika miradi ya biashara na uwekezaji inayotekelezwa ndani na nje ya nchi. Kutakuwa na mageuzi makubwa sana ya kiuchumi katika utekelezaji wa dira hii na mafanikio yake, na kwa hivyo kila mdau ikiwemo makampuni ya bima, sekta ya mabenki na makampuni kama haya ya TIDI na wengine ambao wanasaidia kwenye kupunguza zile risk za uwekezaji, then wanahitaji na wao kujipanga upya. Ni muhimu mabenki na wawekezaji wajue kwamba kuna bima kama ya kwetu ambayo inasaidia kwenye kupunguza risk kwenye uwekezaji wao. Baadhi ya wadau wa sekta ya bima na benki nchini nao kwa nafasi yao wameeleza umuhimu wa upatikanaji wa bima kwenye biashara na uwekezaji barani Afrika. Hii ina maana kubwa sana kwa wawekezaji wanapokuja. Kwanza wanataka uhakika wa uwekezaji wao hapa Tanzania katika hizo sekta mbalimbali. Salumu Mkambala, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatamatisha upande wa habari za biashara. Muda mfupi ujao tutakuja kujiunga na Sports Lead Esther Mtebe akija hapa kutupasha zaidi. Endelea kusalia nasi.